Naam, mtazamaji, habari mbaya sasa hivi kwa Tundu Antipas Lissu gerezani Ukonga, Dar es Salaam. Tundu Lissu hatoachiliwa huru na maridhiano yatafanyika bila Tundu Lissu. Hii ni kwa mujibu au kulingana na jibu la CCM yake Samia Suluhu leo baada ya Tundu Lissu hivi majuzi tu kutoa sharti la kuwa maridhiano hayo yatafanyika iwapo tu ataachiliwa huru. Na CCM sasa kupitia mmoja wa viongozi wake wakubwa Ikulu wamefichua mabaya zaidi na kutuma pigo kubwa kwa Tundu Antipas Lissu kuhusu kesi yake ya uhaini na kuhusu maridhiano. Kama kawaida yetu, bonyeza alama like kisha subscribe, alafu niambie unanipata au kunisikiliza vizuri ukiwa wapi. Kama upo nje nchini niambie uko taifa gani, na kama upo humu Tanzania niambie unanipata vizuri kwa mkoa au maeneo gani. Mtazamaji, kuna jambo zito ambalo linaendelea nchini Tanzania kwa sasa, na katikati ya yote haya ni mtu mmoja, Tundu Antipas Lissu, aliyekabiliwa na kesi inayodaiwa kuwa kesi ya mchongo ya uhaini mahakamani. Mwanasiasa huyu anayejulikana kwa ukaidi na kwa ujasiri, sauti ambayo imepinga nguvu katika viwango vya juu kabisa serikalini mara kwa mara, lakini usiku wa leo mazungumzo hayahusu madai yake tena, bali yanahusu madai dhidi yake ambayo yanakuja kama pigo kubwa kwake na upinzani kwa ujumla. Ni kuhusu kama atakuwa hata sehemu ya mazungumzo ya kisiasa yajayo hata kidogo tu, kwa sababu taarifa mpya kutoka kwa uongozi mkuu wa serikali ya CCM zinapendekeza jambo la kushangaza na la kusikitisha sana, ya kwamba upatanisho unaweza kusonga mbele hata kama Tundu Lissu akibaki jela au akiwa nje. Haya yote yalianza na hali ya wazi. Tundu Lissu aliripotiwa kusema kuwa maridhiano ya maana ya kisiasa yanaweza tu kufanyika au kutokea iwapo tu ataachiliwa huru na kesi yake iweze kufutwa, msimamo ambao ulionekana kuwa msimamo wa ujasiri, moja ambayo inaweka uhuru wake katikati ya mazungumzo ya kitaifa ya maridhiano na upatanisho. Lakini majibu kutoka kwa uongozi wa CCM wa serikali leo yamebadilisha simulizi hiyo kabisa, na pia kutuma pigo na habari mbaya kwa Chadema. Mmoja wa viongozi wakuu wa chama tawala anayefahamika kama Steven Wasira ametoa ujumbe unaobadilisha kila kitu kumhusu Tundu Lissu na kuachiliwa kwake na mazungumzo na maridhiano, na si kile Lissu au wafuasi wake walikuwa wakitarajia kusikia. Akizungumza na waandishi wa habari leo, Wasira aliweka wazi jambo moja bila hofu, bila woga, ya kwamba upatanisho haumhusu kabisa mtu mmoja na haihusu chama kimoja cha kisiasa au kiongozi wa chama kimoja cha kisiasa. Alisisitiza kuwa mazungumzo ya kitaifa lazima yawe ya pamoja, mapana na yenye kulenga nchi nzima, na sio kiongozi mmoja tu wa upinzani na sio kiongozi hata mmoja wa kisiasa. Kwa maneno yake mwenyewe alisema kwamba upatanisho au maridhiano haihusu chama chochote na sio kwa faida ya mwenyekiti wa chama chochote kile. Hakumtaja jina Tundu Lissu moja kwa moja, lakini yote hii tunafahamu wazi ya kwamba alikuwa anamaanisha mtu mmoja tu ambaye ni Tundu Antipas Lissu, mwenyekiti wa chama cha Chadema. Mtazamaji, hii ni kauli yenye nguvu sana na yenye kuzua gumzo na uvumi mitandaoni, kwa sababu inapinga moja kwa moja wazo kwamba kuachiliwa kwa Tundu Lissu liwe sharti la maridhiano. Kwa sasa hapa ndipo hali inakuwa ngumu zaidi. Kwa juu tu hii inaonekana kama wito wa umoja, ujumbe kuhusu maslahi ya taifa, utulivu, wajibu wa pamoja, lakini chini ya hapo kuna maana kubwa ya kisiasa iliyojificha. Maana yenyewe, huenda serikali inajiandaa kusonga mbele bila Tundu Antipas Lissu au bila Chadema, na bila pia kukubaliana na matakwa ya upinzani wa Chadema, ambapo ni Tundu Lissu aachiliwe huru ndipo mazungumzo yaweze kusikilizwa. Na hiyo ni pamoja na uwezekano kwamba Tundu Lissu atazidi kubaki kizuizini bila kuachiliwa hivi karibuni, na hata mazungumzo ya upatanisho yataendelea. Hii inabadilisha usawa wa nguvu kwa kiasi kikubwa. Hali hii inazua swali la msingi na swali zito. Je, kunaweza kuwa na upatanisho au maridhiano ya kweli bila wahusika wakuu wa upinzani kama Chadema kuhusika? Wafuasi wa Tundu Lissu wanaweza kubishana sasa hivi mitandaoni. Wanadai ya kwamba kuzuiliwa kwake Tundu Lissu kunadhoofisha uaminifu. Mazungumzo na maridhiano hayawezi kuwa ya kweli bila ushiriki sawa. Masharti lazima pia yawe ya haki kwa upande mwingine. Kwa upande mwingine pia, wafuasi wa serikali wanaweza kusema ya kwamba umoja wa kitaifa usitegemee mtu mmoja binafsi kama Tundu Lissu. Taratibu lazima ziendelee bila kujali shinikizo la kisiasa. Utulivu huja kwanza. Pande zote mbili sasa zinawasilisha hoja zinazosikika kulingana na mtazamo wanaofikiria ya kwamba ni mtazamo wa sawa. Kwa mujibu wa kiongozi huyu, mmoja wa viongozi wakuu ndani ya CCM, Steven Wasira, upatanisho huo unakusudiwa kuimarisha demokrasia,
kujenga mshikamano wa kijamii na kukuza amani na utulivu nchini Tanzania na bara. Pia alitoa wito kwa vyombo vya habari Tanzania, mashirika ya kiraia, wananchi kuwa na jukumu la kuelimisha umma wa Tanzania kuhusu umuhimu wa umoja, maridhiano na mazungumzo. Hii inaonyesha kuwa serikali ya CCM inayoongozwa na Samia Suluhu inaunda upatanisho kama mchakato wa kitaifa, sio mazungumzo ya kisiasa, na kudai kwamba sio pia kumhusu mwenyekiti mmoja wa chama fulani. Na tofauti hiyo ni muhimu kwa sababu inabadilisha jinsi hali nzima inavyoonekana. Lakini hata kwa maelezo haya yote ya Steven Wasira, maswali kadhaa muhimu yameulizwa na yanabaki. Nini kinatokea kwa kesi ya Tundu Lissu kuendelea mbele? Je, ataachiliwa huru hivi karibuni? Na je, kesi yake itaendelea lini? Na je, kutakuwa na maelewano kutoka upande wowote kama Tundu Lissu hatahusishwa? Na je, maridhiano yanaweza kufanikiwa bila kujumuishwa kikamilifu kisiasa kwa Tundu Lissu? Na labda swali kubwa kuliko yote, je, huu ndio mwanzo wa Azimio au kuanza kwa mgawanyiko mkubwa wa kisiasa? Sote nadhani tunajua majibu ya hayo. Huenda bila Tundu Lissu maridhiano haya yasiwe na faida. Mtazamaji, tunachoshuhudia sio tu kutokubaliana kisiasa, ni wakati unaobainisha muda ambao unaweza kuunda mustakabali wa mazungumzo ya kisiasa, mwelekeo wa umoja wa kitaifa na nafasi ya sauti za upinzani nchini Tanzania. Kwa sasa ujumbe kutoka kwa uongozi uko wazi. Maridhiano yatasonga mbele. Swali pekee ni nani atakuwa sehemu yake itakapokuwa, na nani ambaye ataweza kuchujwa au kuwekwa kando. Mtazamaji, sote tunafahamu jinsi Chadema imekuwa ikichukua maamuzi yake katika wiki za hivi karibuni, wakiweza kuzungumza mara kwa mara katika mikutano yao na mitandaoni ya kwamba hawataunga mkono maridhiano. Wanadai ya kwamba maridhiano haya yangefaa kuwa kabla ya uchaguzi, wengine wakisema hata kama maridhiano yatakuwa sasa hivi, lazima masharti fulani yafuatwe, ikiwa ni haki kutendeka, wafungwa wa kisiasa kuachiliwa, Tundu Antipas Lissu binafsi kesi yake uhaini kufutwa, na ukweli kujulikana wa watu wale wote waliofariki katika maandamano na baada ya uchaguzi. Vile watu kama John Heche wameshikilia msimamo ya kwamba hakuna siku wataweza kukaa meza moja na Samia Suluhu au CCM kuweza kufanya maridhiano au kusalimiana. Yote haya sasa hivi yanabaki macho kwetu kutazama nini kitaweza kutokea baadaye baada ya maridhiano au mazungumzo haya kufanyika bila Tundu Antipas Lissu. Swali kubwa bado linabaki. Je, iwapo maridhiano haya yatafanyika bila Tundu Lissu, yataleta faida yoyote? Je, utulivu utarudi? Tunafahamu iwapo mazungumzo au maridhiano haya yatafanyika bila Tundu Lissu, hakuna utulivu wa kisiasa utakaokuwa. Chadema bado ataendelea kuzungumza mitandaoni, na tunafahamu Chadema ndio chama kikubwa pinzani nchini Tanzania. Bila Chadema huenda kukawa ama kusiwe na amani ya utulivu wa kisiasa nchini. Yote tisa, mtazamaji, ningependa kusikia maoni ama mtazamo wako upande wa comment chini ya video hii. Vile kumbuka kulike video hii na usubscribe, alafu bonyeza box hicho kwenye screen yako kwa taarifa zaidi.